Kumewaka nchini Tanzania baada ya hati kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ya ICC kuhusiana na mauaji yaliyotekelezwa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mlango mzito wa haki ya kimataifa umefunguliwa dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia yake. Mnamo tarehe 13 Novemba mwaka huu, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai huko The Hague ilipotea hati ya malalamiko yenye kurasa 82 ikieleza kuwa kwa kina kwamba matukio mbalimbali ndani ya Tanzania yanaweza kujumuishwa katika orodha ya makosa mazito zaidi duniani ambayo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu, mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu wa uchokozi. Hati hiyo imewasilishwa na taasisi kadhaa zinazojulikana kimataifa katika utetezi wa haki za binadamu ambazo ni Human Rights Section ya Madrid Bar Association, World Jurist Association, Human Rights Institute, Interwatch pamoja na Professor Harold Barton Triana, na kwa pamoja wamewasilisha ushahidi wa awali unaodai kuwepo kwa ukandamizaji mkubwa, vifo vya raia na utendaji ama vitendo vinavyodaiwa kufanyika kwa mpangilio unaoweza kufikia viwango vya uhalifu wa kimataifa. Kwa mujibu wa taratibu za ICC, hati hiyo iliwasilishwa chini ya ibara ya 15(2) ya mkataba wa Roma inatoa nafasi kwa ofisi ya mwendesha mashtaka OTP kuchunguza taarifa za awali na kuamua kama kuna sababu za kutosha kuomba idhini ya majaji ili kufungua uchunguzi rasmi. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna uchunguzi rasmi uliofunguliwa, hakuna hati ya kukamatwa kwa mtu yeyote na hakuna mtu aliyechukuliwa hatua ya kisheria na ICC, lakini ukweli unabaki kuwa huu ni mlango wa kwanza kuelekea hatua zinazoweza kubadilisha mustakabali wa uongozi, usalama na haki nchini Tanzania. Debe la malalamiko iliyowasilishwa ICC linaangazia mazingira yaliyozua sintofahamu nchini Tanzania, hasa baada ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba, na katika kipindi hicho mitaa mingi ilishuhudia hali ya taharuki pamoja na machafuko, kukamatwa kwa watu na taarifa nyingi zilizokuwa zikienea kuhusu vifo, majeruhi na ukandamizaji wa raia. Hali ilizidi kuwa mbaya pale taarifa nyingi za kimataifa zilipoanza kueleza kwamba baadhi ya maiti zilikuwa zikitolewa kwenye hospitali usiku bila utaratibu rasmi, huku baadhi ya familia zikidai kushindwa kupata miili ya ndugu zao. Mashirika ya haki za binadamu yaliandika kuwa magari yasiyo na namba na watu wasiojulikana walikuwa wakihamisha miili kwa usiri, na vilevile kilichoelezwa katika jitihada za kuficha ukubwa wa matukio hayo. Katika mazingira kama hayo, mitandao ya kijamii ilifungwa kwa mara kadhaa na vyombo vya habari vikakabiliwa na vizuizi, na uangalizi wa uchunguzi ama uchaguzi wakaripotiwa kukumbana na vitisho. Haya yote yanawasilishwa ICC kama ushahidi wa awali unaohitaji uchunguzi wa ndani. Tanzania ilisaini mkataba wa Roma tarehe 29 Disemba mwaka 2000 na kuridhia rasmi tarehe 20 Agosti mwaka 2022, na hata hivyo licha kuwa mwanachama bado hajatekeleza kikamilifu marekebisho ya ndani yanayohitajika ili kuendesha mahakama za kitaifa kushughulikia uhalifu wa kimataifa na kiwango kile kile kinachotakiwa na ICC. Haya yamewahi kuisababishia Tanzania kupata changamoto katika kushughulikia masuala ya mauaji ya raia au matumizi mabaya ya nguvu za dola, na ni jambo ambalo limewahi kurejeshwa ICC lakini likakataliwa kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Lakini sasa hali imebadilika, kwani kesi hii mpya ni pana zaidi, inahusisha mashirika makubwa ya kimataifa na inakuja katika kipindi ambacho macho ya jumuiya ya dunia yanaangalia Afrika Mashariki kwa ukaribu zaidi kuliko hapo awali. Mataifa kadhaa barani Afrika yamewahi kufikishwa ICC kama vile Kenya baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007, 2008, Sudan kwa mauaji ya Darfur na Libya katika kipindi cha machafuko ya kisiasa. Tanzania haijawahi kufikia hatua hii.
Nyuma ya pazia, wachambuzi na watetezi wa haki za binadamu wanasema hatua hii inaweza kuleta mabadiliko makubwa ya kisheria na kisiasa, kwa kuwa ICC ina mamlaka ya kuchunguza, kukamata na kufungua mashtaka dhidi ya watu binafsi, wakiwemo viongozi wa juu wa serikali au maafisa wa usalama. Hatua yoyote kuelekea uchaguzi ama uchunguzi rasmi wa ICC inahitaji ushahidi thabiti unaweza kuthibitishwa na ushiriki wa watu wengi tayari kutoa maelezo bila hofu, lakini historia inaonyesha kwamba katika mazingira yenye msisimko wa kisiasa, upatikanaji wa ushahidi unaweza kuwa mgumu. Mashahidi wakuu wanaweza kuhitaji ulinzi, mafaili ya hospitali yanahitaji kuhifadhiwa bila kurekebisha, na taarifa za video au picha kutoka kwa raia zinahitaji uthibitisho wa kitaalamu ili kutumika kama ushahidi wa kimahakama. Katika hali ambazo serikali au vyombo vya usalama vinatajwa katika tuhuma, mara nyingi mashahidi hupata hofu. Miili inaweza kuhamishwa na haraka muhimu zinaweza kupotea. Hivyo ICC inakabiliwa na changamoto ngumu, lakini sio mbaya. Imewahi kushughulikia matukio kama haya katika mataifa mengine duniani. Kwa sasa macho yote yako kwa ofisi ya mwendesha mashtaka ICC, na kama ushahidi wa awali utaonekana kuwa na msingi wa kutosha, wataomba idhini rasmi ili kuanzisha uchunguzi kamili. Kwa upande mwingine, ikiwa ushahidi hautatosha, basi hatua hii itafungwa kama iliyowahi kutokea kwa baadhi ya kesi za awali. Uwasilisho hili la malalamiko kwa ICC linaacha alama isiyofutika katika historia ya Tanzania. Ni hatua inayoweza kubadilisha namna taifa linavyoshughulikia haki, utawala bora na wajibu wa vyombo vya usalama kwa raia wake. Kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa taifa hili, matukio yake ya ndani yanaangaliwa kupitia lenzi ya mahakama na kimataifa yenye mamlaka ya kuwashtaki watu binafsi bila kujali nafasi yao serikalini. Safari bado ni ndefu, hakuna aliyefikishwa mahakamani, hakuna uchunguzi rasmi ulioanza, lakini hatua ya kwanza imechukuliwa. Ni hayo tuliokuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa. Kwa taarifa kama hizi na zinginezo kwa wingi, zidi kutufuata kwa kusubscribe, kulike na vile vile kushare video zetu ili tuweze kuwafikia ndugu jamaa na wote ambao hawajajua tushafika hapa.